maombi yanaweza kugeuza hasira ya Mungu juu yetu. Maombi yanaweza kugeuza hasira ya Mungu juu yetu. Tutafungua kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 11 hadi 20. Hesabu 14 mstari wa 11 hadi 20 tasoma. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hao watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao, nitarudia. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kuwatoa kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana kati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hawa kuwatia katika nchi aliyowapia. Kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu, kama alivyonena aliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia ya yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Mstari 19, nakusihi usamehe uovu wa watu hawa kama ukuu wa rehema yako ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona hapa ni kisa cha wana wa Israeli. Kisa cha wana wa Israeli. Tunatambua kabisa Mungu alimtuma Musa kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Na kupitia kwenda kuwatoa wale wana wa Israeli, kuna ishara nyingi ambazo Mungu alizifanya. Ishara nyingine, aliwapiga wa Misri, aliwapiga kwa majipu, akawapiga kwa chawa, akawapiga kwa mapigo 10. Bwana Yesu asifiwe. Na pigo lingine lilikuwa la mwisho na lilikuwa ni kubwa, lilikuwa ni tishio, hata mataifa alipokuwa akisikia mioyo yao inayeyuka. Aliwagarikisha wote katika bahari ya Shamu, wakati ambao walikuwa wakiwafuatia Farao, akiwafuatia wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona hawa wana wa Israeli, licha ya Mungu kufanya ishara na maajabu katikati yao na uso wa Mungu kutembea nao,
Mchana aliwaangazia kwa wingu lake, usiku alitembea kama nguzo ya moto wapate kuona njia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katikati ya safari yao walifika mahala wakamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huko nyuma unaona Bwana anatoa maagizo, anamwambia Musa, tuma wapelelezi waende wakaipeleleze ile nchi ambayo mnayoenda. Lakini baadhi ya watu ambao Musa alikuwa amewatuma walileta habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Walileta habari mbaya. Walipoleta ile habari mbaya, wana wa Israeli waliposikia wakaugua na kulia, wakamnungunikia Mungu, wakamnungunikia na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Yale manunguniko yakawa ni machukizo mbele za Mungu. Yale manunguniko yakasababisha hasira ya Mungu iwake juu yao. Hasira ya Mungu ikawaka juu ya wana wa Israeli, juu ya wale ambao walitoa taarifa mbaya, ikapelekea watu wote kuingia kwenye hiyo hatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamwona Musa hapa anarudi kwa Mungu, anaenda kumsihi Mungu, akagairi ubaya, akagairi ile hasira ambayo amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba alikuwa ameshapanga Mungu kwamba hasira yake inapowaka aufute kabisa ule ulisi, afanye Musa kuwa taifa lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Musa kwa kuwa alitambua kwamba iko nguvu ndani ya maombi na Mungu ni mwenye rehema, ni Mungu mwenye kusamehe, alirudi mbele za Mungu akamlilia Mungu kwa ajili ya wale watu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Akamlilia Mungu kwa habari ya wana wa Israeli kwa sababu ya ule uovu ambao walikuwa wanaufanya. Walishindwa kuamini kwamba Mungu ana uwezo wa kuwaokoa nao majitu. Mungu ana uwezo wa kuwaokoa nao manefili. Wakashindwa kutambua kwamba mkono wa Mungu ulitembea nao. Walishuhudia kwa matendo makubwa ambayo Mungu aliyafanya juu ya Misri. Lakini walipofika katika ile nchi, walipofika na kuipeleleza ile nchi na kuona wale watu, wakajifananisha na nafsi yao, wakajiona duni, wakasahau kwamba wanao Mungu ambaye anayeweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamwona Mungu anamwambia Musa, hao watu watanidharau mpaka lini? Kwa nini hawanisadiki? Kwa nini hawaniamini? Kwa nini hawaamini kwamba mimi naweza kuokoa nao watu? Kama niliweza kupiga miungu ya Farao, kama niliweza kuwanasua kwa Farao, nashindwaje hapa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashindwaje kuwakatilia mbali hao watu? Ikiwa ni mimi mwenyewe nimewaambia ninawapeleka katika nchi ya ahadi, ninawapeleka katika nchi ya maziwa na asali. Hofu yenu inakwenda wapi? Hao watu walikuwa hawana ile imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Licha na ishara zote Mungu alizozifanya, lakini ndani yao walikuwa na shaka. Ndani yao walikuwa na mashaka na wasiwasi. Lakini ashukuriwe Mungu, Yoshua na Caleb walileta majibu mazuri. Walituliza ile ghasia kwa sababu waliinuka wakataka hadi kuchagua kiongozi atakao warudisha Misri. Waende kinyume na shauri la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Waende kinyume na kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kuwatoa na kuwalisisha katika ile nchi ya ahadi. Lakini majibu ya wale watu yalipelekea watu wakamnungunikia Mungu, wakanena asiyofaa mbele ya Musa, wakataka na kunyanyua mawe wapige watumishi wa Mungu. Kwa sababu ya kosa ya kutokumwamini Mungu, wa kutokutunza ile heshima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kuna jambo ambalo unaweza ukasimama nalo kwenye maombi, ukaenda nalo muda mrefu alitokei. Matokeo yake ukavunjika moyo, ukaanza kutoka kwenye mstari au kwenye kusudi la Mungu, ukaanza kumwonea shaka, ukasahau yote ambayo Mungu amekufanyia. Huko ni kumdharau Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huko ni kumdharau Mungu. Mungu anao uwezo kukutetea, Mungu anao uwezo kukujibu. Yeye anachotaka, anatutaka watu wake tuombe pasipo kukoma. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 62 mstari wa 6, Mungu ametutaka tusikae kimya. Tuwe tunamkumbusha daima juu ya yale tunayohitaji. Tuwe tunamkumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hasira ya Mungu inaweza kugeuzwa kwa njia ya maombi pekee. Si kwa kutoa sadaka ndio unaweza kugeuza hasira ya Mungu. Ni kitu ambacho kinawezekana. Amina. Kwa hiyo hasira ya Mungu ina uwezo kugeuka. Maombi yana uwezo ya kugeuza hasira ya Mungu isiwe juu ya hao watu. Kwa sababu wanadamu wanapofanya mabaya
hasira ya Mungu inawaka juu yao na kuwapiga. Sasa wasiposimama na kuomba na kuomboleza kwa habari hao watu, yamkini umewekwa kwenye ngazi ya familia, yamkini umewekwa kwenye ngazi ya kanisa, yamkini umewekwa kwenye ngazi ya taifa. Unapoona machafuko, unapoona mabaya, ambao hayo mabaya yatapelekea hasira Mungu wake juu ya nchi, juu ya familia, unaponyamaza kimya, tambua umekubali kwamba hasira Mungu wake inakutupiga. Amina. Unapoona haya yametokea, lazima ustuke na urudi mbele za Mungu, umlilie Mungu. Uombe rehema kwa habari ya taifa, omba rehema kwa habari ya kanisa, omba rehema kwa habari ya watoto. Maana yake unapokaa kimya umelizia kwamba Mungu utakachoamua ndicho hicho. Utakuwa kama Eli. Eli amepewa maagizo na Mungu, aambia watoto wako wamenivunjia heshima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Eli, majibu ya Eli yalikuwa ni mabaya mbele za Mungu, na matokeo yake Mungu akampiga Eli pamoja na watoto wake. Ndivyo tulivyo tunaponyamaza kimya, mabaya yanapotokea, Mungu ananyosha mkono wake na kututandika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza kulia ni shetani, ni vita. Hapana, mengine ni kibongo cha Mungu ili upate kuwa na akili ya kugeuka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na akili ya kutendea kazi ambayo Mungu anakuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akasema hata kwa kuona mazingira haya, yani mazingira ya watu wa namna wanavyoishi, akakuonyesha ukapata huzuni ndani ya hao watu. Kumbe Mungu anasema na wewe. Unajisikia huzuni unapomwona mtu anafanya kitu fulani. Anahimiza kupitia roho yako, lakini hushtuki. Unasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Hapana. Hukumu inapopita inaanzia kwanza Yerusalemu. Hukumu inapopita inaanza kwanza patakatifu. Wale ambao walimjua Mungu, wale ambao walisimama na Mungu, walipoyaona hayo walisema nini? Au na wenyewe walinyamaza kimya? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusiwe kimya. Mungu anatutaka tuombe. Tunapoomba hasira Mungu inaondoka. Anakumbuka rehema, anatuhurumia. Tunapokaa kimya, uharibifu utatupata, na Mungu hatolaumiwa hapa. Tufungue kitabu cha Yona 3. Yona 3 mstari wa 5 hadi wa 10 nitasoma. Anasema basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya ufalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionye kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo wasile, wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, wanadamu na wanyama pia. Nao wakamlilia Mungu kwa nguvu, wageuke, kila mtu akaacha njia yake mbaya, kila mtu akaacha njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuachilia hasira yake kali, ili msiangamizwe? Mstari wa 10. Mungu akaona matendo yao ya kuwa
wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akaghairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona kabisa hapa ni taifa la Ninawi. Ninawi ilikuwa imefanya yaliyo maovu mbele za Mungu. Na Mungu kabla hajalipiga taifa lile la Ninawi, alimtuma kwanza mtumishi wake. Akamtuma Yona aende akapeleke habari ya kwamba Ninawi unaenda kuangamia Ninawi. Kwa sababu ya makosa yako na dhambi zako zimefikiria mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wale watu wa Ninawi waliposikia wakaanguka mbele za Mungu, wakajivika magunia, wakafunga na kuomba. Na hata mfalme tunaona kabisa aliposikia akatoa amri ya kwamba awe mtoto, awe mkubwa, awe mnyama, chochote kile kilichopo ndani ya ufalme wake kifunge. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kabisa walipochukua hatua ya kufunga, Mungu akatazama njia yao ya kwamba wamegeuka, wameacha njia zao mbaya. Mungu akagairi lile jambo baya, akaacha kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaachilia rehema juu ya taifa lile la Ninawi. Lilikuwa Ninawi lazima liangamie, lakini kwa rehema za Mungu na kwa nia ile ambao walionyesha wana wa Ninawi, Mungu akagairi mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona walifunga, wakaamua kufunga, wakamlilia Mungu, wakamsihi Mungu awasamehe katika yale ambayo walikuwa wanakusudia, awasamehe juu ya dhambi ambayo walikuwa wanaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Wakalia na kuomboleza, wakachukua hatua ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo ambalo hata kwa sasa wafalme wa sasa ni jambo gumu, lakini kwa mfalme huyu Ninawi tunaona ni kitu chema ambacho alikionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Alisimama kama mfalme, hakutambua kwamba yani hakujivunia ile nafasi ya ufalme kwamba naweza nikafanya chochote. Alitambua kwamba yupo mfalme wa falme, yupo Mungu ambaye yeye niweka mahali hapa. Huu ufalme nao nilionao hapa unamwakilisha tu Mungu, lakini yupo mfalme wa wafalme. Na hichi ambacho amechokitoa ndani, amekitoa juu ya taifa letu, na atakwenda kukitimiza tusipogeuka. Bwana Yesu asifiwe. Na alipochukua hatua ile ya kugeuka, Mungu tunaona akagairi ubaya, akagairi mabaya juu ya ile taifa. Taifa lile likapata kupona, likapata kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maombi tunaweza kugeuza hasira Mungu isiwake juu ya familia. Tunajua familia zetu namna inavyoishi, tunajua taifa letu namna linavyoenenda, tunajua watoto wetu wanavyoenenda. Jamii ya watu wengi tunaoishi nao hawajamjua Mungu, hawajaokoka, hawajamwamini. Na kwa kuwa hawajamwamini, wanafanya lolote, wanatenda lolote wanaloona ni jema machoni pao. Mengine ni ya kumkasirisha Mungu, mengine anachochea hasira Mungu iwape juu yetu na kutupiga. Lakini sisi tuliojua ukweli tunarudi mbele za Mungu na kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu anatusamehe na kutupa tena neema ya kufurahia mema yake. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kuangalia pointi nyingine. Maombi yanatupa kushinda vita. Maombi yanatupa ushindi zaidi ya vita. Maombi yanatupa ushindi zaidi ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kitabu cha Kutoka. Kutoka 17 mstari wa 8 hadi 16. Nitasoma. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim.
Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Amaleki, kisha nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyoambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tunaona taifa la Israeli wanakwenda kupigana na Amaleki. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Musa anatoa maelekezo, anamwambia Yoshua awachagulie watu watakaoenda kwenye vita. Yeye na Haruni na Huri watakwenda kilele cha mlima. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anamwambia kwamba nitakwenda na Haruni, nitakwenda na Huri, nitakwenda na ile fimbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona Musa wakati ananyanyua mikono yake, ndipo taifa la Israeli waliweza kupiga vita na wakaweza kushinda. Lakini mikono ya Musa ilipokuwa ikitoka akishusha, taifa lile la Amaleki walikuwa wanashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunakuja kuona kwamba maombi ndiyo nguzo yenyewe ambayo itakayotusimamisha na kuvipiga vita na kuvishinda. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo maombi, vita ambayo unaweza kuinuka juu yako huwezi kuishinda. Na ndio maana Yesu anatoa agizo, anasema ombeni msije mkaanguka mkaingia katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika maombi kuna nguvu ya kushinda dhambi. Katika maombi kuna nguvu ya kushinda vita. Na ndio maana adui akitaka kulipiga kanisa anawahi kukamata maombi. Kama alikuwa ni mtu mwombaji akapunguza mwendo, anajikuta alikuwa anaweza mwanzo, mwisho wa siku anashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Amekamatwa. Anapotumia ile silaha kufanya wewe unyamaze, ndipo anapotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona kwamba Musa anapoinua mikono, na tunapoona sisi wa kizazi cha leo, tunapokuwa tunamhitaji Mungu au tunamwabudu Mungu, tunanyanyua mikono yetu juu, tunahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ishara ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Musa kunyanyua mikono juu na ile fimbo na kupokea ushindi ni ishara kuhitaji msaada kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kabisa alipokuwa akishusha mikono walikuwa wanapigwa vibaya. Na ndivyo ilivyo hata sisi leo. Tunaponyamaza, vita yoyote inayoinuka juu yetu hatuwezi kuishinda kwa sababu tumenyamaza. Tumekaa kimya. Lakini vita yoyote ambayo inainuka, wewe unasimama na kuomba, vita hiyo ni rahisi sana Mungu kuingilia kati na kukushindia. Lakini ukasema mimi Bwana nimechoka, hii vita zisizoisha, kila siku ni vita, mimi sitaki mambo ya vita, na kuambiaje? Utashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Utashindwa. Na Mungu ametupa kushinda. Yeye amesema nimekupa mamlaka kukanyaga nyoka na nge. Jukumu lako wewe ni kuomba. Ile mamlaka ili itende kazi lazima uombe. Ile mamlaka ifanye kazi lazima upigane tu. Lazima upigane. Tunaona taifa la Israeli lilipofika katika baadhi ya watu, baadhi ya makabila walikataa kupigana vita. Mwisho wa siku wale wenyeji wa nchi wakawamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Wakawamiliki. Kwa hiyo unaposhindwa kuomba, unakubali umilikiwe na shetani. Unakubali shetani amiliki vitu vyako. Unakubali shetani amiliki watoto wako. Unakubali shetani amiliki ndoa yako. Kwa hiyo kama shetani ataimiliki na wewe unasema umeokoka, hutakuja ufurahie maisha katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umeshindwa kupigana vita, umeshindwa kupambana ili Mungu aweze kukushindia. Tupo vitani kanisa. Na kama tupo vitani, lazima tujifunge kweli kweli, tuweze kupigana. Tuweze kuvipiga vita, kwa sababu vita lazima, vita havikwepeki.
kama kweli umeokoka kwa maana halisi, vita havikwepeki. Na unapoona umevuka hapa, tambua kuna vita nyingine inainuka. Usije ukakaa ukastarehe kadhani nimemaliza. Hujamaliza. Kumaliza kwako wewe mpaka uende ukaulisi ufalme. Kumaliza kwako vita mpaka uende mpaka uulisi ule ufalme. Tukiwa hapa duniani kupigana lazima. Kuna vita vya uchumi, kuna vita vya ndoa. Unatamani uingie kwenye agano la ndoa, hutaki kuomba, hutaki kupigana vita, na kuambia utasikia tu. Watu wanafunga ndoa, watu wamebarikiwa. Wewe unasema nimeomba nimechoka. Kama hili jambo nimeomba kama Mungu kuliona analiona. Na kuambiaje, Mungu kweli analiona, anachotaka wewe omba. Kadhalika wewe na mtoto, una uhitaji wa mtoto, kuna vita ya uzao katika tumbo lako au katika familia yako, lazima uombe. Usitegemee tu utapokea tu kirahisi. Sisi kupokea kwetu ni mpaka tupigane. Tuzipige vita kweli. Ushindi unapopatikana ndipo Mungu anapoinuliwa. Lakini utakapoacha kupigana vita ukadhani kwamba utakuwa salama, si kweli. Amina. Tunaelewana? Una vita ya kazi. Kila unapoenda kuomba kazi upate. Unaenda kupeleka vyeti vyako utafute kazi upate. Lazima uchukue hatua ya kuomba. Uvipige vita mpaka unahakikisha umepata hiyo kazi. Ukinyamaza kimya, kazi hutapata. Haleluya. Tunaona kabisa Mungu alipowatoa wana wa Israeli, baadhi ya watu ambao waliokuwa wamezaliwa walikuwa hawajapitia vita. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaacha mataifa baadhi ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ili apate kuwafundisha kupigana vita. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, wale ambao hawakuona wala kupambana na vita yoyote katika kile kizazi kipya, Mungu ilimlazimu kuwaacha baadhi ya watu ambao walikuwa wako kinyume na wana wa Israeli kwa ajili tu ya kuwafundisha vita wale watu. Sasa wewe ni Mkristo, hutaki vita. Usalama wako sijui utakuwa wapi. Kila kitu chako kitakuwa ni mateka. Kwa sababu hutaki kupigana vita. Na kupigana vita ni Bwana ndiye anayetushindia. Yeye amesema yeye ni Bwana wa vita. Ukisoma hadi mwisho hapa kwenye hii sura unaona kabisa Mungu alivyosimama pamoja na wana wa Israeli wakashinda. Walipochukua kwanza hatua Huri na Haruni, wakasimamisha jiwe, wakamuinua Musa hivi. Maana yake walidumu katika kuomba mpaka vita vikapigana, wakajitwalia ushindi. Na tunamwona baada ya kushinda, Mungu mwenyewe anaapa kwa nafsi yake kwamba sitaacha kufanya vita na Amaleki. Nitafuta kabisa ukumbusho wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukitaka Mungu afute ukumbusho wangu, dumu katika maombi. Afute ule ukumbusho wa maadui zako wanaofuatilia. Adui wa kazi, adui asiyetaka wewe umiliki, adui asiyetaka wewe ujenge, adui asiyetaka wewe uzae, adui ambaye asiyetaka wewe uingie kwenye agano la ndoa takatifu. Lazima usimame uombe ili Mungu awafutilie mbali, ili wao uweze kumiliki ndoa na jina la Mungu lipate kuinuliwa. Lakini utakaponyamaza kimya, Mungu hataweza kujitolea utukufu kwa sababu wewe umekaa kimya. Mungu hana kesi hapa. Kesi ipo kwako mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo maombi yana uwezo mkubwa. Hata kama amealikana majeshi na majeshi, mimi ninachojua kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadri ile ambayo walikuwa wamejipanga ndivyo Mungu anavyojipanga. Bwana Yesu asifiwe. Vita inaweza ikainuka iko juu ya uwezo wako. Unaona kabisa hii kwa mimi mwenyewe siwezi. Lakini katikati ya hiyo vita Mungu ndipo anaposimama na wewe, anakupigania mpaka unafika mwisho na yeye anajitwalia heshima. Lakini utakaponyamaza kimya, ndugu yangu, utakuwa umelitukanisha jina la Yesu, kwa sababu
utakuwa unasema Mungu hajui kufanya, Mungu hajui kutenda. Mungu anafanya, Mungu anatenda, isipokuwa ni wewe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu ya kubadilisha hata hatima. Maombi yana nguvu ya kufufua hata ilivyokufa. Tunamwona nani Petro alipoitwa kwa habari ya kwenda kumwombea yule kwa ajili ya kuona kumwombea yule Dorcas. Tunaona Dorcas alikuwa ni mfu kabisa. Lakini kwa nguvu ya maombi na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Dorcas akapata kuishi tena. Kwamba kuna nguvu, na ndio maana shetani watu hataki watu waombe. Akishafanikiwa kuzima ule moto wa maombi, ndugu yangu, umekamatika. Umekamatika. Tunaonaga hata kwenye maombi yale maombi ya usiku wa manane, Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unasimama nasema nataka leo niombe. Yaani ile unaomba, unaamka tu, mara usingizi, ile yote ni hela za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Usingizi au anakuvuruga ufahamu kabisa. Yaani unaamka, umenia uombe, toka mchana unasema na leo naamka naomba. Umeamka, anakuvuruga ufahamu. Yaani unakuwa uelewi cha kufanya. Yaani kama umepigwa bumbuazi. Tambua kabisa hiyo ni vita. Unaingia kwenye maombi ya vita, sambaratisha kabisa kila roho za upinzani zinazonizuia nisiombe. Bwana Yesu asifiwe. Akisha kamata ufahamu shetani, mambo hayawezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na vile unaamka, huoni la kufanya. Huoni cha kufanya. Ujue ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni adui, ni wa kumpinga, ni kusimama na Mungu. Mungu yuko pamoja na wewe, tena katikati ya changamoto yeye ndio yuko hapo. Amesema ujapopita katika bonde la uvuli wa moto, yani utakuwa pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ujapopita katika moto, niko pamoja na wewe. Shida yetu ni kwamba tunapopita kwenye magumu, tunaona kabisa Mungu ametuacha. Tena wakati wa magumu msione Mungu amenyamaza. Ndiko Mungu yupo kazini. Yaani Mungu anafanya kazi kupita kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao naona kwamba Mungu amenyamaza, mbona analiomba hili? Mbona anafanya hili? Mbona anaomba? Mbona anasogeza maombi yangu afanyi? Mungu mbona upo kimya? Mungu yupo kazini. Na kama yupo kazini, atakuja kukushangiliza wewe dumu tu kwenye maombi. Atakuja kukushangiliza mpaka mwenyewe utashangaa. Kumbe kweli ukimya wa Mungu ulikuwa una faida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hata kwa habari ya Yesu mwenyewe. Alipokuwa pale msalabani, alilia, akasema Eloi, Eloi, Mungu wangu, mbona umeniacha? Upweke ni mbaya, na unatesa na unaumiza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama upweke. Sijui kama ulishapita kwenye upweke. Ule upweke, yani wa kujiona kabisa uko pili yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katikati ya kilio na kumlilia Mungu kwamba mbona umeniacha, yeye alikuwa anaangalia ule utukufu ambao atakaoleta kwa ajili ya mimi na wewe tutakaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuangalia ile tabu ya kitambo. Yeye aliangalia ule utukufu ambao utakuwa ni mataifa kwa mataifa watalikiri jina langu, wataniabudu, watanitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuangalia ule ukimya, hakuangalia ule upweke wa kitambo. Yamkini unaweza ukatembea katika hali ya upweke, unajiona kwamba uko peke yako, na kuambia katikati ya huo upweke Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe, atakusaidia na atakuvusha, na utukufu wako utakuwa ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo maombi yana nguvu sana. Yaani maombi yana uwezo wa kuzalisha vitu ambavyo haviwezekani kibinadamu. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya maombi tunaona vitu vinazaliwa. Waliokuwa matasa miaka mingi tunaona wanazaliwa watoto. Waliokuwa hawaheshimiki wanaheshimika. Yaani haijalishi ni kwa namna gani. Tunaona kabisa hata watesi wa Danieli walipoinuka kwa mabaya, akasema huyu mtu tutampataje huyu? Isipokuwa kwa sheria ya Mungu wake tutamtendesha
ili apate kuivunja sheria ya Mungu wake, tupate kumkamata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daniel hakuacha kuomba. Aliomba. Tena ndo aliongeza spidi. Kama alikuwa anaomba milango imefunga, yeye alifungua sasa. Akafungua na madirisha, wajue kabisa kwamba mimi ratiba maombi inaendelea. Na tunaona utukufu wake ulikuwa ni mkubwa, na taifa lote likamjua Mungu wa Daniel. Kwa tusikae kimya, tuombe. Ipo nguvu katika maombi. Sisi gani, songa mbele. Haijalishi umeomba kwa muda gani, wewe songa mbele. Mungu anakusikia, Mungu anakuona, Mungu anayaona. Yeye amesema macho yake yako kila mahali. Kila mahali. Yeye ni niko ambaye niko. Hapo ulipo Mungu anakuona. Yale ambayo unapitia Mungu anayaona. Yale ambayo unaona haya yananitesa, yananihuzunisha, yananipa tabu, nisingependa nipite hapa. Nafsi inapiga kelele, haitaki kwa nini mimi nipite hapa? Kwa nini mimi nipite hapa? Na tujifunze sana kuombea nafsi. Bwana asifiwe. Hichi kitu Daudi alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Unapopita kwenye jaribu, nafsi inapiga kelele, inaona kama inaonewa. Haitaki kupita kwenye majaribu. Haitaki kupita kwenye mapito, inapiga kelele. Bwana asifiwe. Tujifunze kuzinyamazisha nafsi zetu. Hata katika magumu tuziambie nafsi zetu zitulie. Bwana ndiye tumaini lake. Na tunavuka. Tunapokosa utulivu, Mungu anashindwa kusema na sisi. Nafsi inapopiga kelele, utulivu unakosekana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Mwenye sikio na asikie, na mwenye ufahamu afahamu. Tusimame. Tusimame kanisa, tumshukuru Mungu kifupi na labda umeenda. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili, nani kama wewe? Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Mungu mwenye nguvu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Basi tunaomba Mungu. Baba yetu, Mungu wetu ukitimani kwa juu, tunakuinua Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu. Tunasema asante kwa ajili ya neno lako tulisha asubuhi ya leo. Tunakushukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali. Tunakushukuru Bwana kwa kusema nasi kwa habari ya nguvu ya maombi, na kwamba ile nguvu ambayo inaweza kusukuma yale maono tulio nao na kuweza kutokea katika ulimwengu huu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe Mungu yetusihi ya kwamba tusiache kuomba. Wewe Mungu yetusihi kwa habari ya maombi. Mungu Roho Mtakatifu, tunasogea mbele zako Mungu Roho Mtakatifu, tunanyenyekea kwako, tunashuka mbele zako Yesu, tukiomba kama na rehema Mungu wetu. Mahali ambapo Mungu tulikaa kimya, mahali ambapo Mungu hatukuomba, mahali ambapo tulifika mahali tukachoka, tunakata tamaa, tukaacha na kuomba, tuliemo Yesu tusamehe Mungu wa uzima, ututangaze na kutuelea Bwana kila njia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu hai. Tunasi neema yako, tunasi uweza wako Yesu. Ukatushike tena kwa mkono wako wenye nguvu. Ukatushike tena Bwana mabwana. Ukatilie neema
na nguvu ndani yetu Bwana, ile nguvu ya kusimama katika kuomba, ile nguvu ya kusimama katika kudumu katika maombi, ya kwamba ni wewe Mungu leo unaweza kutushindia vita, ya kwamba ni wewe Mungu leo unaweza kutupigania, ya kwamba ni wewe Mungu leo unaweza kututetea. Tunasihi neema yako Roho Mtakatifu ndio kanisa lako, tunasihi neema yako Bwana majeshi, tunasihi neema yako ndio kanisa lako. Achilia neema yako na nguvu ya Roho Mtakatifu ndio watu wako Bwana, uwezo wako Bwana kasimame katikati yetu, ukaachilie roho maombi katikati ya kanisa, utuondolee kila ukame na unyonge ndani yetu, utuondolee kila ukame ndani yetu Bwana, hali mito ya maji ikapumzike ndani yetu, ile mito ya maji ikapumzike ndani ya kanisa. Watoto wako turudi katika maombi, ya kwamba maombi yana uwezo wa kubadilisha hatima, maombi yana uwezo wa kufufua yaliyokufa. Tusaidie Roho Mtakatifu, ushike kwa mkono wako Bwana, ukatutie nguvu Bwana, ukatutie nguvu kanisa lako, ukalisimamisha kanisa lako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninazindua nafsi za watoto wako waliokata tamaa, walioona hawawezi, walioona hawashindwa, ninaoleta kwako Roho Mtakatifu. Wao tupe nguvu tuzidi hapo, wao tupe nguvu Bwana, ukalijaza nguvu zako Roho Mtakatifu, ukalijaza kanisa lako nguvu, ile nguvu ya kuomba, ile nguvu ya kukesha, ile nguvu ya kuomba maombi Bwana, tudumu katika maombi, maana ni agizo lako, maana ni agizo lako. Umesema kwa mtini jifunzeni, kwa Yesu ulikesha, kwa Yesu uliomba. Yesu tujalie neema, tujalie neema, tujalie neema, tujalie neema, tujaze roho maombi katika kanisa lako, tujaze roho maombi, ule roho ibada, ule roho ibada, Roho Mtakatifu kufua ibada zilizokufa ndani ya mioyo yetu, ndani ya mioyo kanisa, kufua Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neno hili Bwana litaona nguvu, litaleta matunda kwako Bwana Yesu, litatupa hatua kwanza Bwana, litatupa hatua kugeuka na kukuabudu Bwana, na kuchukua hatua kuomba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kuwa ni mwema, asante kwa kuendelea kutujaza, asante kwa ajili ya uweza na nguvu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakubariki na kukutukuza Bwana kwa kuwa utanyamaza, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.